imefanya mashambulizi ya makombora ya balistiki kuelekea mji wa Aqaba kusini mwa Jordan leo Julai 19 mwaka 2026 katika hatua mpya ya kuendelea kwa mapigano makali yanayohusisha na Marekani pamoja na washirika wake katika Mashariki ya Kati. Mashambulizi hayo yalisababisha mifumo ya ulinzi wa anga ya Marekani kuingilia kati na kufanikiwa kuyadungua makombora mengi kabla hajafikia malengo yake, huku jeshi la Israel nalo likishiriki katika operesheni ya kuharibu mabaki ya makombora yaliyokuwa yakielekea karibu na mji wa Eilat. Kwa mujibu wa taarifa za awali kutoka kwa majeshi husika, makombora hayo yalirushwa kutoka ndani ya Iran yakilenga eneo la Aqaba, mji muhimu wa bandari wa Jordan uliopo kwenye bahari ya Shamu. Baada ya mifumo ya rada kugundua uzinduzi huo, mifumo ya ulinzi wa anga ya Marekani iliyowekwa katika ukanda huo ilianza kuyadungua makombora hayo angani, huko Israel ikirusha makombora ya Iron Dome ili kuzuia mabaki ya makombora yaliokuwa yakielekea kuangukia katika maeneo ya karibu na Eilat na kuhatarisha maisha ya raia. Licha ya mafanikio ya operesheni hiyo ya ulinzi, milipuko mikubwa ilisikika katika maeneo ya Aqaba na Eilat kutokana na shughuli za kuyadungua makombora angani. Jeshi la Israel limesema ving'ora vya tahadhari havikuwashwa mjini Eilat kwa sababu tathmini ya haraka ilionyesha kuwa hakukuwa na tishio la moja kwa moja kwa wakazi wa mji huo. Hata hivyo, mamlaka zimeonya kuwa mabaki ya makombora au vipande vya makombora ya kudungua vinaweza kuanguka katika maeneo mbalimbali na kuomba raia wasivikaribie bali watoe taarifa kwa vyombo vya usalama. Jeshi la Jordan pia limethibitisha kuwa makombora matatu yalidunguliwa kabla hajafika katika mji wa Aqaba, huku kombora la 4 likianguka katika eneo la wazi bila kusababisha madhara kwa raia wala uharibifu mkubwa kwa miundombinu. Vikosi vya uokoaji na usalama vilituma mara moja katika eneo hilo kufanya ukaguzi na kuhakikisha hakuna hatari nyingine inayoweza kutokea kutokana na mabaki ya makombora hayo. Shambulizi hili linaonyesha jinsi vita vinavyoendelea kati ya Iran na Marekani vinavyozidi kuathiri nchi jirani ambazo hazihusiki moja kwa moja na mapigano hayo. Jordan imejikuta mara kadhaa ikikabiliwa na makombora na ndege zisizo na rubani zinazopita katika anga yake, hali ambayo inaongeza changamoto ya kiusalama na kulazimisha nchi hiyo kushirikiana kwa karibu na washirika wake wa kimataifa katika kulinda anga lake. Kwa upande wa Israel, mamlaka za kijeshi zimesema zinaendelea kufuatia kwa karibu kila uzinduzi wa makombora kutoka Iran na zipo tayari kujibu tishio lolote litakaloweza kuhatarisha usalama wa raia wake. Ushirikiano kati ya mifumo ya ulinzi wa Marekani na Israel umeendelea kuwa sehemu muhimu ya kukabiliana na mashambulizi ya makombora yanayoongezeka katika eneo hilo. Mashambulizi haya yanakuja kwenye kipindi ambacho mvutano wa kijeshi katika Mashariki ya Kati umefikia kiwango cha juu kufuatia mashambulizi ya Marekani dhidi ya malengo ya kijeshi ya Iran na hatua za kulipiza kisasi zinazochukuliwa na Tehran. Wataalam wa masuala ya usalama wanaonya kuwa kuendelea kwa mashambulizi ya aina hii kunaweza kuisukuma kanda nzima katika mzozo mpana zaidi, hasa ikiwa mashambulizi yataendelea kuvuka mipaka na kuhusisha mataifa mengi zaidi. Hadi sasa kuna taarifa rasmi zilizothibitisha vifo au majeruhi kufuatia shambulizi hilo la Aqaba, lakini hali ya tahadhari imeendelea kuimarishwa nchini Jordan, Israel na katika vituo vya kijeshi vya Marekani vilivyopo Mashariki ya Kati. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.